Makamu wa Rais wa Marekani James David Vance ametoa moja kauli kali zaidi kuwahi kutolewa na kiongozi wa ngazi ya juu wa Marekani dhidi ya baadhi ya viongozi wa Israel tangu kusainiwa kwa makubaliano ya maelewano kati ya Marekani na Iran. Kauli hizo zimeibua mjadala mkubwa ndani ya Israel na Marekani, huku zikionyesha wazi tofauti zinazozidi kujitokeza kati ya utawala wa Rais Donald Trump na baadhi ya viongozi wa serikali ya Israel kuhusu namna ya kushughulikia swala la Iran. Vance alisema kuwa viongozi wa Israel wanaoendelea kupinga makubaliano hayo wanapaswa kutambua ukweli mazingira mapya ya kisiasa yanayoikabili nchi hiyo. Kwa mujibu wake, Israel sasa inakabiliwa na changamoto kubwa ya kupungua kwa uungwaji mkono wa kimataifa, huku Marekani ikiendelea kuwa mshirika wake mkuu wa kisiasa, kijeshi na kidiplomasia. Alisema kuwa Trump ndiye kiongozi pekee wa taifa kubwa duniani ambaye bado anaonyesha uungwaji mkono wa wazi kwa Israel katika kipindi ambacho mataifa mengi, mashirika ya kimataifa na sehemu kubwa ya maoni ya umma duniani yamekuwa yakiongeza ukosoaji wao dhidi ya sera za Israel, hasa tangu kuanza kwa vita vya Gaza baada ya shambulio la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Kauli za Vance zimekuja wakati makubaliano ya Marekani na Irani yakiwa yamegawanya maoni ndani ya Israel. Baadhi ya viongozi wa kisiasa na usalama nchini humo wanaamini kuwa makubaliano hayo yanaweza kuipa Irani nafasi ya kurejesha nguvu zake baada ya miaka ya vikwazo, mashinikizo ya kiuchumi na mivutano ya kijeshi. Kundi hilo linaona kuwa Teherani inaweza kutumia mazingira mapya kujenga upya uwezo wake wa kiuchumi na kuongeza ushawishi wake kupitia washirika wake wa kikanda. Hata hivyo, utawala wa Trump unaamini kuwa makubaliano hayo ni ushindi mkubwa wa kidiplomasia ambao unaweza kupunguza hatari ya vita vipya katika Mashariki ya Kati. Marekani inaona kuwa makubaliano hayo yanaweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo na kuzuia mzunguko wa migogoro ambao umeendelea kutishia usalama wa eneo hilo kwa miaka mingi. Katika kauli zake, Vance alionyesha kutofurahishwa na baadhi ya mawaziri wa serikali ya Israel ambao wamekuwa wakiyakosoa makubaliano hayo hadharani. Alisema kuwa tofauti na baadhi ya mawaziri hao, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajatoa mashambulizi dhidi ya makubaliano hayo katika mazungumzo yake binafsi na viongozi wa Marekani. Kauli hii imechukuliwa na wachambuzi wengi kama ishara kwamba Washington inajaribu kutenganisha msimamo wa Netanyahu na ule wa baadhi ya mawaziri wenye misimamo mikali ndani ya serikali yake. Kwa muda mrefu, Netanyahu amekuwa mmoja wa viongozi waliokuwa wakipinga kwa nguvu hatua yoyote inayoweza kuipa Iran nafuu ya kisiasa ama kiuchumi. Kwa mujibu wa Vance, mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Netanyahu na viongozi wa Marekani yamekuwa tahadhari zaidi kuliko yanavyoonekana hadharani. Makamu huyo wa rais alisema kuwa viongozi wa Israel wanapaswa kutambua kiwango cha msaada ambao taifa hilo limekuwa likipokea kutoka Marekani. Alieleza kuwa katika miezi hivi karibuni, sehemu kubwa ya silaha za kujihami zilizotumika kuilinda Israel zimetengenezwa Marekani na kufadhiliwa kwa fedha za walipa kodi wa Marekani. Kauli hii inaonyesha jinsi Washington inavyoona msaada wake kwa Israel kuwa jambo ambalo halipaswi kuchukuliwa kuwa la kawaida. Marekani imekuwa ikitoa msaada wa kijeshi wenye thamani ya mabilioni ya dola kwa Israel kwa miaka mingi, ikijumuisha mifumo ya ulinzi wa anga, makombora ya kujihami, teknolojia za kijeshi na ushirikiano wa kijasusi. Kwa miaka mingi, uhusiano wa Marekani na Israel umekuwa miongoni mwa ushirikiano wa karibu zaidi duniani. Serikali za Marekani za vyama vyote vikuu, Republican na Democratic, zimeendelea kuunga mkono usalama wa Israel na kuiona kama mshirika muhimu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, tangu kuanza kwa vita vya Gaza, mjadala kuhusu kiwango cha msaada huo umeongezeka kwa kasi ndani ya Marekani. Katika vyuo vikuu, vyombo vya habari, makundi ya kiraia na hata ndani ya bunge la Marekani kumekuwa na sauti zinazozidi kuhoji sera za Israel na kuomba masharti zaidi yawekwe katika misaada ya kijeshi inayotolewa na Washington.
Vance alionya kuwa viongozi wa Israel wanaomkosoa Trump wanapaswa kuelewa mabadiliko hayo. Kwa mtazamo wake, tatizo kubwa la Israel kwa sasa si rais wa Marekani wala makubaliano ya Marekani na Iran, bali ni changamoto ya kuongezeka kwa upinzani dhidi ya taifa hilo katika sehemu mbalimbali za dunia. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kauli hizo kama ujumbe wa moja kwa moja kwa viongozi wa Israel kwamba utawala wa Trump hautafurahia kuona ukosoaji wa hadharani kutoka kwa washirika wake wa karibu, wakati ukiendelea kuwekeza rasilimali kubwa katika usalama wao. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.